Tunde AFCON ya mwaka huu sasa. Kwa bahati mbaya haujakuwa sehemu ya kikosi. Tuko kwenye kundi C ambalo na Nigeria, Tunisia na Uganda. Unalionaje ile kundi kufananisha na yale makundi mengine mawili ambao wewe ulikuwa? Of course kundi gumu. Kundi sio jepesi, gumu, na hii ni AFCON. Kila mtu anaenda kutafuta heshima nchi yake. Lakini hiyo ndio ukweli kwamba sisi sasa hivi watu wana uzoefu, kuna watu wanacheza AFCON ya 3 sasa hivi. Kwa hiyo asilimia chache ndio mara ya kwanza, lakini hiyo ndio neno kwamba tumeshazoea na wachezaji wengi wamecheza mechi nyingi za kimataifa, aidha kwenye club zao au kwenye national teams kuanzia za vijana na nini. So naamini tutafanya vizuri zaidi AFCON zote zilizopita. Na imani hiyo. Na ukiangalia hapa mna nani hapa tunaweza tukamsimamisha? Kwenye mpira ukiwa mcheza mpira huwezi kusema hivyo, lakini naamini tutafanya vizuri zaidi AFCON zote zilizopita. Na imani hiyo. Hasira za Nigeria za kuondolewa na Kongo kwenye kufuzu kombe la dunia, unaona ikaathiri mechi yetu ya kwanza? Sita. Nafikiri mechi zetu 2 zilizopita na Nigeria senior team tulipoteza mechi moja tulidraw, na nafikiri mechi draw tulikuwa tunaweza kupata matokeo. So ukiangalia hivyo mechi yao tulifungwa goli moja dakika 70 na kitu. Mechi hapa tulidraw lakini tulikuwa tuna possibility kubwa ya kushinda. So ukiangalia hivyo unaona kwamba tunaweza tukafanya kitu, lakini pia haiondoi ukweli kwamba Nigeria ni moja mataifa makubwa sana ya mpira. So nafikiri tutakuwa tuheshimu, lakini pia tunaweza kupata matokeo. Tanzania imekuwa kipishana na Tunisia. So mara nyingi sana nakutana. Yaani mara nyingi Algeria, Morocco. Tunisia hii unaionaje ya mwaka huu? Tunisia ni timu nzuri sana. And of course unajua mataifa ya Kiarabu, Afrika wa Arabu, inayo mpira kidogo tofauti, lakini pia kama nilivyosema mwanzo, wachezaji wengi wana uzoefu wa kucheza mechi nyingi kwa sasa hivi. Yani national team uongelee tena uzoefu. Yani tunaweza tukapata kitu. So sidhani kwamba mechi itakuwa watatudominate sana whatever, lakini naamini tunaweza kupata matokeo hata kwa Tunisia hao pia. Hata ukiangalia historia yao na mechi zao, sio timu ya Kiarabu kama Morocco sema wanaweza kucheza mechi wakamfunga mtu goli nyingi sana na nini, hapana. So mkienda hivyo nafikiri tunaweza tukapata matokeo pia. Dabi yetu na Uganda, maana hii mechi yetu imekuwa kama watu wa mtaa mmoja hivi, mmeamua kuunda timu mbili tofauti. Inakuwa si mchezo unapocheza na Uganda. Sasa tunakutana nao kule. Unaona itatokea kilichotokea 2019 mechi na Kenya? Tunaweza tukashinda nafikiri. Tunaweza tukashinda. Mechi ngumu. Of course mcheza watu wa East Africa wote, na asilimia kubwa wachezaji pia mnajuana, mmecheza kwa muda mrefu kwenye timu za taifa za vijana, vilabu vyenu mnakutana ama national team na nini. So inaleta ule, nasema ndio uzuri wa mchezo wenyewe, yani ule msisimko. Lakini pia hayo ndio walisia kwamba hii ni AFCON ambayo sisi tunahitaji kufanya vizuri zaidi. So nafikiri ni mechi ambayo tuna asilimia kubwa kupata matokeo. Kwenye ukiingia kwenye mitandao ya waandishi wa Afrika wa nje ya Tanzania, kundi letu wanavyozungumza inaonekana kama hizo timu nyingine zitapata point. Yani Tanzania kama ndo atakuwa msaada wa kuwajazia watu alama. Unaona wachezaji wa Tanzania wakaenda kubadilisha hizo fikra? Sidhani kama Tanzania sasa hivi unaweza kuwasemea hivyo. Na hata ukiangalia kwa historia ya miaka karibuni, nafikiri kuna progress ipo. Ukiwa Mtanzania unaona mechi kila siku, unaweza usizione, lakini ukiwa sehemu ya timu unajua wapi tulipotoka, wapi tulipo. Yani unajua. Kwa hiyo sidhani kama ni Tanzania hivyo tena. Yani there's no way tukawa hivyo tena. Kuna goli lako moja nataka ni kuonyeshe hapa, afu niambie hii mechi ilikuwaje. Moja kati ya mechi tulikuwa tunacheza ya kufuzu hapo. Unakumbuka hii mechi? Kwa tunacheza na Rwanda Mwanza. Nafikiri qualifications ya nini? Ya CHAN nafikiri, au mechi ya kirafiki, sikumbuki vizuri. Nafikiri CHAN qualifications. Yeah, nimekumbuka. Umekumbuka hii mechi? Ilikuwa na tension sana, alafu mlitangulia kufungwa na mko nyumbani. Ndo kama nilivyosema mwanzo, mechi za timu za East Africa mnapokutana ndio zinakuwa hivyo. Yani mara nyingi zinakuwa hivyo. Hapo ulikuwa umekula tambala Ilikuwaje wala? No, nimekuwa mmoja wa captain wa national team kwa muda mrefu pia. Muda mrefu ya.
hapa mko nyumbani 1-0 na wewe ndo unachukua jukumu lile. Haikukuwa na ile sema kimuhemuhe moyoni, nikikosa hapa na tushatanguliwa? Na hapana. Nafikiri mimi nimpige penalty mzuri pia. Na kwenye timu wapo wapiga penalty wengine wazuri walikuwepo uwanjani. Alikuwepo Erasto nafikiri, alikuwepo Boko. So wanapokuachia uchukue mpira, maana yake pia unakuwa na confidence kwenda kuchukua mpira na kufunga.